Hapa Iringa kwa siku mbili na tumeanzia hapa kwa kwa kampuni ya Asas. Ndugu zangu, tuache siasa nyepesi. Tuhangaike na siasa za kujenga nchi yetu na kujenga uchumi wetu. Kama unataka kufuga kisasa, kufuga kibiashara, kufuga kwa ufanisi, lazima uheshimu misingi ya sayansi na taaluma ya ufugaji. Tumeona wataalamu ambao amewaajiri Asas, wanaelewa kazi yao. Na mimi katika hili, nchi hii imefundisha sana wataalamu. Lazima tuheshimu wataalamu na utaalamu wao, lakini pia tuwape nafasi na nyenzo za kutumia utaalamu wao. Tumeona zana za kisasa za kukamua, zana za kisasa za kupata rekodi ya ng'ombe anazalishaje. Alikuwa ananitania hapa msimamizi wa shamba, nikamuuliza sasa ukikuta hazalishi, nasema nyama. Kwamba huyo sasa hakuna sababu tena ya kumpeleka tena kutia hasara. Kwa hiyo record. Lakini kuna hii sera na kauli tunazitoa serikalini za kuvuna maji ya mvua. Tukisema hivyo watu wanadhani labda ni kukinga maji kwenye mabati. Hapana, ni kuchimba mabwawa, kuyatega maji ya mvua yanayopotea wakati wa mvua nyingi, ili yaweze kuwa na matumizi makubwa ya maana katika uzalishaji. Na hapa nawapongezeni sana katika bwawa hili. Na tunapozungumza malisho, huwezi ukazungumza malisho bila kuzingatia ardhi na matumizi yake. Tumeona namna ardhi inavyotumiwa na namna inavyorutubishwa na mazingira yake. Huwezi ukazungumzia malisho bila kuwa na maji ya kutosha, halafu bila kuwa na mazao yale ya malisho. Nyasi, tumeona mazao mbalimbali ya malisho. Huu ni uwekezaji ambao umezingatia jambo hilo. Kilimo, mifugo na uvuvi ndiyo njia ya kutufikisha 2050 kuweza kufikia ule uchumi wa dola trilioni 1. Hakuna njia ya mkato. Huu ndio uwekezaji ambao Watanzania tunautegemea. Tuna ardhi kama nchi, lakini sidhani kama tumeitumia kama ambavyo Asas wanaitumia. Yaani kama tungekuwa na kampuni hata 10 tu kama hii, tungekuwa tuko mbali sana. Kwa hiyo mimi nadhani ametupa nguvu ya kuona kwamba sisi kama kamati ya viwanda, biashara, kilimo na mifugo tunaweza na sisi kwa namna yetu tukachukua jukumu la kuona namna gani tutaishauri serikali. Na moja na mkakati wa hili shamba ni sio kuzalisha maziwa peke yake, lakini kuja kuzalisha mitamba ili kuweza kuwasaidia Watanzania wengine ambao wenye uhaba wa mitamba. So kuwa na pure breed ambazo wanatoka ndani ya nchi yetu. So unapomzungumzia ng'ombe, unamzungumzia ng'ombe ambaye lazima umpende ili akupende. Huwezi ng'ombe akakupenda kama humpendi. Tunashukuru sana, tunashukuru kwa serikali. Nilikuwa nimeongea kuhusu mwaka jana tulipata msaada wa chanjo ya CBPP na mara nyingi tunapata msaada kwenye TVLA na sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru sana.